Naitwa Dr. Chris Mauki. Hii ni channel ambayo imebadilisha maisha ya watu wengi sana. Namshukuru Mungu kwa neema ya mafundisho, kwa neema ya kukupa vitu ambavyo unaweza kuelewa na ukabadilisha maisha yako, hususan kwenye maeneo matano katika maisha: eneo la malezi, familia, ndoa, mahusiano na maendeleo binafsi au personal development. Niruhusu leo nikupe topic ambayo inahusu zaidi maendeleo binafsi au mafanikio binafsi, personal development. Eneo hili ni kati ya eneo ambalo wengi wamefikiri ndoto zao hazifikiwi, hawapati matokeo, hawapigi hatua ambazo wanataka kuzipiga, wanashindwa kukutana na vile vitu ambavyo wamevitamani mara kwa mara na wanakata tamaa. Leo natamani nikupe maeneo au vitu vinne vya kuzingatia au nidhamu 4 za kuzingatia ili uweze kutoboa. Kwa sababu watu wengi wanafikiri kwenye maisha kutoboa ni ngumu sana. Hamna principle bwana kwenye kutoboa kwenye maisha. Zipo. Hakuna kitu kwenye life kisicho na principle. Hakuna. Sasa ukiweza kuzingatia hizi nidhamu 4. Narudia, ukiweza kuzingatia hizi nidhamu ngapi? 4. Utatoboa kwenye maisha, I guarantee you. Ni vitu nimevifanikiwa kuviona, kuviishi, kuvifanya, nikaona matokeo, nikashauri watu wakavifanya, nikaona matokeo mimi pamoja na wao. Nidhamu ya kwanza, jifunze kuamka mapema au jifunze kujenga tabia ya kuamka mapema. Nimesoma vitabu vingi vya watu waliofanikiwa duniani, waliofanikiwa sana na waliofanikiwa kati ya vitu wanashare, wanafanana, ni tabia ya kuamka mapema. We call them early birds. Wanaamka mapema. Sasa kumbuka, tunapozungumza kuamka mapema, maana yake ni vizuri ujifunze kutengeneza tabia ya kuto kuchelewa kulala kijinga. Kuchelewa kulala bila sababu ya msingi. Yaani unachelewa kulala unaangalia tamthilia, unataka kufanikiwa. Unachelewa kulala unaangalia movie, unataka kufanikiwa. Hata mimi naangalia movie. Hata jana nimetoka theater kuangalia movie, lakini nimechagua movie inayoisha mapema ili nikalale mapema. Kwa nini? Leo nilikuwa natakiwa kuamka saa 10 kuanza kufanya kazi ninayoifanya ili wewe uweze kuangalia hii video. Kwa hiyo kuna nyakati utachelewa kulala, lakini kuna sababu. Is there a significant thing inafanya usilale? Na hata kama kuna kitu cha msingi, hakikisha sio consistent katika hali ambayo unaumiza maisha yako. Amka mapema. Watu wananiambia, mimi nitaamka mapema nitafanya nini sasa? Yaani ukiona hivyo, shida ni kubwa kwenye akili yako kuliko mtu ambaye haamki mapema. Yaani kama una uwezo wa kuamka mapema hapo huna cha kufanya, wewe una shida zaidi. Hakikisha unaamka mapema. Katika ukiamka mapema, fanya kitu cha maana kuongeza thamani ya maisha yako. Soma kitu, ongeza fikra zako, thamani ya fikra zako. Tazama kitu, kama ni YouTube au nini, ongeza thamani ya fikra zako. Fanya mazoezi, ongeza thamani ya moyo ya mwili wako. Soma kitu au sali au fanya kitu chote cha imani, ongeza thamani ya roho yako. Feed the 3: mwili, nafsi, roho. Asubuhi. That is my life. Hayo yamekuwa maisha yangu na wengi mnajua. Jambo la pili, nidhamu ya pili. Jenga nidhamu kwa kuwaza, kupanga na kuamua kesho yako. Utafanya nini kesho? Utanena nini kesho? Utaenda wapi kesho? Utakutana na wapi kesho? Fanya maandalizi na mipango hii kabla hujalala. Tunaita the power of positive thinking. Unapolala kwenye usiku wako, unapolala, akili yako huwa ina refresh, ina attract vitu ambavyo imelala navyo kwa ajili ya kesho. Mimi hata route ninayowaza kukimbia kesho au kuendesha baisikeli kesho, zoezi nalotaka nifanye asubuhi, ninaliwaza kabla ya kulala. Ninaingia kitandani ninalo. Nikiamka I am so energetic kwenye kile kitu. Na nilifundishwa hili jambo nikiwa mtu mzima. Huko nyuma nilikuwa sifanyi hivyo. Nilipoanza kufanya, everything has changed.
Kwa hiyo ratiba yangu ya kesho, hii ni diary yangu, inakaa kushoto kwangu kila wakati nikiwa nimeketi. Ina tarehe ya leo, ina tarehe ya kesho. Mambo haya ya kesho ninayaangalia kwenye akili yangu leo, ninalala nimeyawaza na watu wa kukutana nao, na kwa sababu mimi ni Mkristo ninayaombea kabisa kesho. Kesho nothing change. Hakuna ratiba inaharibika kijinga. Kwa nini? Nimelala navyo, nimeviweka moyoni mwangu na nimemshirikisha Mungu. Kwa hiyo waza, panga, amua kesho yako kabla hujalala. Andaa to do list ili kesho wewe unatiki, nimefanikiwa hichi, nimefanikiwa hichi, bahati mbaya kimeshindikana hichi, kimeshindikana. Kwa nini? Kwa sababu hii nitakiweka kesho kutwa hivyo. Nidhamu ya 3, soma, sikiliza, tazama kitu kipya kila siku kwenye maisha yako. Wengi tunapoteza muda kwenye umbea. Wengi tunapoteza muda kwenye apps za ajabu ajabu, kwenye michezo, kwenye games. Sio mbaya kuangalia, kufanya game. Isichukue nusu saa yako, dakika 30, 40, lisaa, masaa mawili uko Instagram. Hawa watu na watazama mara kwa mara, they are making money. What are you making? Wewe unatengeneza nini? Unapocheka, kampa mimba, kaachana, kaoa tena. Ameoa huyu sasa ni mzuri kuliko yule. Amefanya hivi, kambusu huyu. Inakuhusu. Does that change your life? Inabadilisha income yako, inaongeza account, hela kwenye account yako. Soma, sikiliza, tazama kitu kipya cha kujenga maisha yako na fikra zako kwenye siku yako every day. Hapa uwe nakaa kitabu ambacho nasoma kitu nikiwa ofisini, hata kama ni sentensi 2 mpya kila siku. Nena mwisho, tathmini siku yako kabla hujalala. Kumbuka nimekwambia waza, panga, andaa siku inayokuja kabla hujalala. Sasa kabla hujalala, tathmini siku yako. Nilipanga nifanye vitu kadhaa, nilipanga ni rekodi hivi, nilipanga niende sehemu hivi, nilipanga niongee na watu hawa. Nimefanikiwa? Kama una ile to do list yako, hebu ikague. Umefanikiwa? Kama umefanikiwa, mshukuru Mungu. Kama kuna vitu siku hiyo vimebadilika, waza, niviahirishe kabisa au nivipeleke kesho. Kama ni vya muhimu, vifanye vianze kesho, ndio vianze kulala kwenye akili yako. Usijikute una kitu kimoja hujakifanya leo, hujakifanya kesho, hujakifanya kesho kutu. Hapo una shida wewe. Sio shida iko kwenye mipango yako, una shida wewe. Na kama ukiona kuna kitu unakipanga unakiahirisha mara kwa mara, nenda katafute sababu. Kwa nini unakiahirisha mara kwa mara? Tafuta somo nililofundisha hapa, sababu za kwa nini unaahirisha hovyo unachotaka kufanya. Tafuta hilo somo, andika Chris Mauki kuahirisha, utapata hilo somo. Utaweza kujikuta unaahirisha kwa sababu hicho kitu kina shida na wewe, au wewe una shida nacho. Ukiweza kutengeneza na kujenga na kusimamia hizi nidhamu 4, na kuambia utatoboa. This is guaranteed. Naitwa Dr. Chris Mauki.